Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Habari za mida tena wana Cryptex. Nataka ni toa shuhuda wa maisha yangu ambayo nimepitia maisha au shuhuda wa maumivu ambao mbona ni rekodi ni washirikishe wana familia wenzangu wa Cryptex. Nakumbuka mwaka 2012 wakati nimetoka chuo, niko mtaani, sina mwelekeo maalum. Nilikuwa nimesimamishwa masomo ya chuo, kutokana na mgomo ulikuwa umefanyika pale chuoni kwetu. Mwaka 2012 kulitokea mgomo mkubwa sana pale chuo kikuu cha Dodoma, na mimi nilikuwa miongoni mwa wanafunzi au mwa viongozi wa serikali ya wanafunzi wa UDOM. Tulikuwa tumesababisha mgomo mkubwa sana kiasi ambacho chuo kilifungwa, na sisi kama viongozi wa serikali ya wanafunzi tulisimamishwa masomo, na kipindi cha mwaka mzima tuko nje ya campus. Kwa mimi degree yangu ya miaka 3 nilisoma miaka 4. So niko mtaani na nina harakati zangu na ufanya hapa na pale, sina mwelekeo maalum. Nikawa ninaenda kumsalimia kaka yangu ambaye alikuwa anaishi maeneo ya Dar es Salaam Kinyerezi. Pale alikuwa anaishi na anapanga na jamaa wengine. Mmoja ya mtu aliyekuwa anapanga naye alikuwa ni mwalimu wa primary, alikuwa anafundisha pale Kinyerezi shule ya msingi, na alikuwa ni Mganda. Kwa hiyo akawa ananiona mara kwa mara naenda pale kusalimia ndugu yangu, na akaniangalia akaona ni kama nina akili timamu. Kwa hiyo akaona kwa mawazo yake akinishirikisha jambo naweza nikalielewa. Siku moja akaniita akaniambia njoo nikuoneshe kitu. Nikaenda, akasema kuna kitu hapa kinaitwa Bitcoin, unakijua? Nikamwambia Bitcoin sijui. Akasema, nikamuuliza ni kitu gani? Akaniambia ni sarafu ya mtandaoni. Ni sarafu unanunua, unazitunza, unakuwa nazo, baadaye zitakuja kupanda thamani, unaweza kuziuza kupata hela nzuri. Na akaniambia yeye pale ameanzisha program ya kufundisha tuition. Kwa hiyo ile hela ya tuition ambayo anaipata, ananunua hizo coin na anazitunza kwenye simu. Kwa hiyo akaniambia na wewe kwenye harakati zako unaweza ukapata hela ukawa unanunua na vitunza, baadaye vitakusaidia hivi vidude. Sasa mimi nikamwangalia usoni, nikatafakari, nikasema jamaa amenionaje? Yaani mimi nichukue hela yangu ninunue vitu ambavyo usivioni, sivishiki, niviweke kwenye simu humu. Sasa nikasema huyu jamaa amechanganyikiwa. Yaani nikawa namtafakari, wakati ananiambia mimi namtafakari, kumbe huyu jamaa anahitaji msaada wa afya ya akili, kwa sababu ni kama hayuko sawa. Katika hali ya kawaida mimi ninategemea unipe kitu ambacho ni tangible. Ninapotoa hela yangu ninunue kitu, nikione, nikishike, ninaweza nikakitawala, nikakigeuza nikakiona. Badala yake ananiambia nitoe hela yangu ninunue vidude vikae kwenye simu humu, hivi Bitcoin ambavyo havijulikani. Kuna jamaa kuna jambo aliko sawa. Kwa hiyo akanisisitiza, akasema fuatilia hivi vitu. Akifaa mimi ni intellectual, ni manake ninaweza nikafuatilia, nikasoma, nikaelewa, alafu nikatake action. Lakini kikweli mimi nikaona huyu jamaa amenidharau kiwango cha degree kuniambia vitu vya namna ile. Kwa hiyo I didn't take action. Na akawa mara kadha wa kadha nikienda pale kumsalimia kaka yangu ananistua, vipi unafuatilia? Ngambia ndio nafuatilia. Vipi unafuatilia? Nini nafuatilia? Bado natafuta hela nije nianze kununua na mimi. If I'm not mistaken, pindi kile ilikuwa kwenye $10 hivi nadhani Bitcoin moja. 2012. Kwa sababu nakumbuka tuliconvert kama ikaja kama shilingi 22 hivi hela ya Tanzania, kwa maana yake dola moja kwa 2200. Kwa hiyo maana yake
na nilikuwa na uwezo wa kuipata 22,000 kwa siku. Kwa hiyo ningeweza kununua hizo Bitcoin nikazitunza, lakini sikuzingatia, nilipuuza kwa sababu ya kudhani mimi ninajua, na yule amechanganyikiwa, akili zake ndogo zimevurugika tu. Manake kama ni chaki basi zimeingia kwenye ubongo na kansa inamtafuna akili sasa hivi. Sikujua kumbe mimi ndio nilikuwa nimechanganyikiwa na nilikuwa nahitaji msaada. Sikuzingatia. Hatimaye nilirudishwa masomoni 2013. Kwa hiyo kuonana kwangu na kwa yule kaka kukawa kumekoma. Nilipokuja kutoka masomoni nikakuta kakangu ameshahama ile nyumba, ameshaenda kupanga sehemu nyingine. Kwa maana yake ndo tukawa tumepoteana namna ile. Mwaka jana 2023 mwezi wa kwanza hivi nakumbuka, nikiwa Dar es Salaam hapa naendelea na harakati zangu, nikasikia mtu ananipigia honi nyuma. Nilikuwa na pikipiki, nasikia honi nyuma inapigwa. Honi kubwa kweli, ananipigia, yani kama vile ananitaka yani kama kuna mtu anakualert kuna kitu kile yani hivyo, yani unasikia, unajua zile honi za kupiga, yani mtu anakupigia unajua kuna nini huko. Sasa mimi nikawa ninagadhabika na hasira juu ya zile honi. Nikiangalia kwenye side mirror naona jamaa anawasha taa kama anani. Ikabidi sasa mimi pengine nikajua pengine anataka kupita, pengine anyway, ikabidi nipaki pembeni kama jamaa basi kupita apite na endelee na maisha yake. Sasa nilipopaki pembeni, jamaa naye akaja akasimama mbele yangu. Ni gari ile linalosimama mbele yangu, nikiangalia ni Hammerlock. Yenye kibini nyuma. Nikasema hawa ndio wasiojulikana, hao inakuwaje, mbona sielewi. Alafu naona jamaa ananipitisha mkono kwenye kioo, ananiita, "Wewe Mlokozi njoo." Ananiita jina la kakaangu. So nikajua huyu jamaa amenifananisha. Ikabidi niende pale tu kumsalimia kwa sababu kaniita kwa jina la kakaangu, inabidi nikamsikilize. Nikaenda pale kanisalimia, ananiuliza unanikumbuka? Nikamwambia hapana, sikukumbuki. Nikumbuki? Hapana, sikukumbuki. Mimi si yule mwalimu nilikuwa napanga na kaka yako. Akaanza kunikumbusha sasa. Lakini kabla hajanikumbusha, ikabidi mimi nimwahi kumwambia, hata hivyo nadhani tuko umenifananisha na kaka yangu. Akasema hapana bwana, wewe si ndugu yake na fulani. Akamtaja jina kaka yangu. Sasa nikaona huyu jamaa basi ananijua, kama ananijua kabisa mimi ni mdogo wake na huyo jamaa, kwa sababu mimi na kakangu tunafanana sana, tunafanana mno. Lakini kama anaweza katofautisha akajua mimi ni mdogo mtu, basi ananijua vizuri huyu mtu. Ikabidi sasa niwe mpole. Ndio mimi bwana. Sasa siku nyingi, safi, kwema bwana. Mambo yanaendaje? Safi, lakini bado ninavuta kumbukumbu ya huyu mtu ni nani na tulionana wapi. Simkumbuki kabisa. Akasema umenikumbuka? Nikamwambia hapana, sijakukumbuka. Akasema awe, mimi si yule teacher nilikuwa na kakako kule Kinyerezi, na nikakwambia isha Bitcoin. Lipi ulifuatilia? Nikamwambia ni wewe. Unajua pesa isemi uongo, ya jamaa kashabadilika, yani yuko kwenye gari Hammerlock, gari la maana kubwa. Amebadilika kabisa, huwezi kumjua. Yeye ndio yule mwalimu aliyekuwa ananuka jasho la wanafunzi. Nikamwambia ni wewe? Akasema ni mimi bwana. Akaniuliza, vipi ile issue Bitcoin ile kwambia ulifuatiliaga? Maana mara mwisho uliniambia unafuatilia na unatafuta mtaji. Nikamwambia nilifuatilia lakini sikuielewa. Jamaa alisikitika sana, alisikitika mno. Akagonga mikono kwenye dashboard ya gari, akasema kuna watu wameandikiwa maskini duniani bwana. Ananiambia hivyo. Nikamuuliza vipi? Akasema pole bwana. Akafungua pale kwenye draw yake ya gari mbele pale, akavuta 100,000 akanikabidhi. Akasema pole kweli. Nikamwambia kwani kuna nini? Akasema basi kama kufuatilia sasa nikufanyaje? Akasema lakini mimi niendelea kuzinunua zile coin. Baadaye zilipanda bei nikauza. Nikapata hela kidogo tu kama bilioni 2 na point. Anasema ni bilioni 2 na point, alafu na vita ni hela kidogo. Nilisikia mwili mzima umewapigwa shoti kama vile umewaka moto hivi. Nikasema what? Akasema ndio hivyo.
Sasa nikahamaki, namuuliza, kwa hiyo mwalimu tunafanyaje sasa? Yaani inakuwaje, tufanyaje sasa? Akaniambia, sasa kama ulishindwa hiyo Bitcoin ikiwa kwenye hela ndogo $10 hizo kipindi hicho, sasa hivi ndio utaiweza ikiwa kwenye $50 na point. Yaani manake ananiambia kipindi hicho Bitcoin iko kwenye $50 nakimbia 50 na ngapi huko na itafuta 60,000. Nilisisimka, nikapigwa ganzi mwili mzima, nikajitamani kugonga kichwa changu kwenye gari lake hilo. Sikuelewa, nilipagawa. Kwa ufupi, nilijidharau sana. Nilitamani kurudisha muda nyuma, haikuwezekana. Jamaa yule tukaagana kwa jinsi ambavyo nilijionea shida. Hata kuchukua namba yake ya simu niliogopa, kwa sababu mtu aliyenipa fursa bure na akanisisitiza mara kadha wa kadha, mimi nikapuuza. Leo hii tena nachukua namba yake, tuongee vitu gani? Tuongee nini? Na jamaa ananiambia na kazi ya walimu alishaacha, sasa hivi yuko kwenye mambo yake ya project zake anafanya. Maana yake mwisho wa siku nitajikuta naomba kazi kwake. Yaani kama ningechukua namba, kuna siku ningekuja kuomba kazi kwake, sasa haniajiri. Mimi niliyekuwa ninapaswa kuwa na mimi tunaongea, tunakaa, tunapanga vitu meza moja. Sasa hivi mimi napewa $100,000, alafu ninaambiwa kuna watu wanaleo maskini. Leo iliniuma sana sasa. Tangu hapo nilianza kufuatilia. Hakuna mtu anaponiambia kitu sitaki kukipuuza. Nafuatilia kwa kila kitu. Yaani kwenye mambo ya teknolojia, yaani nilijifunza kwa maumivu kiasi ambacho mtu anaponiambia kuna kitu fulani sitaki kupoteza muda, nataka nifuatilie, nijiridhishe, alafu nichukue hatua. Kwa nilivyokuja kukutana na fursa ya Pi, ikanikumbusha kile kitu ambacho nishajifunza kwa maumivu makubwa sana. Nikaichukua ile fursa Pi, na tangu nilipoanza kubonyeza kidude cha Pi sikuwahi kupoteza muda. Mpaka leo nabonyeza. Nilipokuja kupata fursa Cryptex, Albogast ni shahidi, sikupoteza muda kiasi ambacho nilibidi niende kukopa hela nyingine, nikaongezea, nikanunua mkataba wangu wa Cryptex, kwa sababu nimeshajifunza kwa maumivu makubwa sana kwa habari ya mambo haya ya kupuuzia. Kwa hiyo ndugu yangu, nimeona nikupe ushuhuda wa maisha yangu ambayo nimepitia mpaka leo. Umenigharimu. Leo mimi ningekuwa ni bilionea mkubwa sana mwenye fedha ya kutosha tu ya Bitcoin, lakini kwa kupuuza kwangu leo niko hapa napambana na Cryptex kusubiri miaka 3. Niko hapa nasubiri Pi imachue na nini angalau ni fulukute mtaani, lakini ilibidi niwe nimeshaenda mbali zaidi kipindi hiki sasa hivi. Kama ningekuwa nimekuwa na utulivu wa akili kuchukua maamuzi. Kwa hiyo ninataka nikutie moyo na wewe ambaye hujaanza. Usichukulie mambo poa. Mambo haya yanakuja kukutokea baadaye, utaaibika na utajionea hasira, utatamani kurudisha muda nyuma, haitawezekana. Utajilaumu. Kwa maneno hayo machache, ni marefu naona dakika 13, lakini nimeona nitoe shuhuda huu, angalau mtu mmoja akiusikia akauelewa, umsaidie angalau kumpush kwenda hatua nyingine. Asante na Mungu abariki sana.